fedha hii ya mkopo, kwanza lazima ujue kwamba fedha, nidhamu ya fedha, lakini pesa ina kanuni. Ukifanya hayo umeperform. Kanuni ya fedha zingatia, lakini zingatia nidhamu ya fedha. Hauwezi ukala ukanunua kilo 2 za nyama kwenye familia wakati mko watu watatu. Hiyo ni israfu. Hayo ni matumizi ya hovyo. Unakoelekea ni kubaya. Lakini zingatia matumizi ya fedha kulingana na kipato. Huwezi ukawa unatoa fedha tu, unatoa tu, hujui umeingiza ngapi. Kazi yako ni kutoa. Siku tarehe ya marejesho ikifika, hesabu zinagoma. Hapo ni tatizo. Lakini pia ndugu zangu, niwaombe, unapoenda kuchukua mkopo, tayari utakuwa umedhamiria kitu cha kwenda kufanya. Huwezi tu kaenda hivi hivi bila kujipanga nini unaenda kufanya. Ni lazima utakuwa umefanya tafiti. Na ndugu zangu, niwaeleze mambo mawili makuu ya kuweza kumtoa mwanadamu kiuchumi. Fanya ufanyavyo, kilimo hakiwezi kukuacha. Fanya ufanyavyo, biashara haiwezi kukuacha. Lakini nasema hayo inategemea ni namna gani umeweza kujipanga. Kama mnataka mali mtayapata wapi? Shambani, si ndio? Unaweza kuandaa utaratibu. Sio mradi kilimo tu. Kuna kilimo cha kutegemea mvua za masika kama hivi. Ukiwekeza kwa nguvu kubwa unaweza ukala mweleka. Angalia, panga mipango mizuri. Unapoenda kukopa mikopo ambayo haina riba hii, angalia naenda kuwekeza kwenye kilimo. Kwa mfano, kuna watu ambao wanaishi kando kando na ziwa kule. Kilimo cha umwagiliaji. Kama ni mtaji ni mdogo, unaweza ukaanza na hiyo. Lakini kama utakuwa mbebevu, unaweza ukafanya kilimo cha umwagiliaji. Ukachimba mwenyewe kisima, ukawa na maji ya uhakika. Hapo hutafeli. Usiwekeze nguvu nyingi kwenye kilimo ambacho ni cha kutegemea masika kwa hela ya mkopo, utafeli. Fanya hayo mambo kwa mipangilio mizuri, utakuwa bilionea. Kilimo kimetajwa, viongozi wa kiroho wako hapa, umeshahidi, unajua. Lakini hata biashara zimetajwa. Unapotaka kuingia kwenye biashara, fanya mambo matatu. Kwanza, eneo unalotaka kuweka biashara, je, wahitaji wapo? Je, unapotaka kuweka hiyo biashara panafikika kiurahisi? Ukishamaliza hilo, angalia, je, hiyo bidhaa unayotaka kuiweka pale inapatikana kiurahisi? Ukishayabaini hayo, ingia kwenye mikopo. Anza kidogo kidogo. Utaperform. Biashara, kilimo zitakutoa. Lakini niombe sana hata wataalamu wetu, msiwe na muda mwingi, ni ushauri wa kubaini tu kwamba watu wawe waaminifu, tuwahandle vipi, namna gani wakope, namna gani warudishe. Waandalieni mazingira ya kile wanachoenda kukifanya, mjiridhishe. Je, kinaleta tija? Inawezekana mtu ameandika tu andiko, naenda kufanya biashara ya samaki. Samaki labda je, unaitoa wapi? Unaitoa Karuma kuipeleka Nyamtukuza? Angalia. Huwezi ukatoa samaki Karuma ukapeleka Nyamtukuza. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi kama wataalamu kuwasimamia hawa waraji ili kesho waweze kuperform na kufanya vizuri. Warejeshe mikopo kwa wakati ili na wengine waweze kunufaika. Sisi tutafarijika sana kuona hiki kinachotolewa kinaenda kuleta matunda. Hatuhitaji leo hii tumekusanyika kwa furaha. Tunafurahia, japokuwa wamesema wengine sio sherehe. Lakini tunasherekea, tunafurahia kwenda kuidhinisha mkopo wa milioni 300. Lakini siku ya siku tuanze tena kutafutana, baadaye tuonane wabaya. Hilo halifai. Tunataka hata siku nyingine tuje tupongezane kwamba mmefanya vizuri kufanya nini? Kurejesha. Sisi kama Chama cha Mapinduzi tunafurahishwa sana na hayo mambo, kuona watu wetu wanaishi katika mazingira mazuri. Na sisi tutaendelea kuwasemea kuhakikisha kwamba haya yote yanafanyika. Vijana mpo,
Vijana mpo? Fanyeni kazi mkijua kwamba serikalini hakuna ajira. Kule tunasoma ili kupata ujuzi. Usisome ukamaliza chuo ukategemea kwamba serikali itakupa ajira. Tofauti na hicho. Wewe mwenyewe ndio unatakiwa utengeneze ajira. Na kutengeneza ajira kuna aina nyingi. Kuna mambo ambayo nimeyataja, lakini hata kupitia hicho kile ambacho utakachokipata, tengeneza mnyororo wa ajira. Ukisema kwamba wote tunaotoka kwenye mavyuo kila leo tuajiriwe, serikali haina uwezo huo. Ni watu wengi mnamaliza vyuo, kila mwaka vyuo vinatema. Tusiilaumu serikali, tusitumie muda mwingi kuilaumu serikali. Serikali ina njia nyingi, na ukiangalia kwa mfano kama vijana mmependelewa sana. Kuna hii 4% ya vijana, lakini bado kuna mabilioni zaidi ya 200 Mheshimiwa Rais ametoa. Lakini bado Mheshimiwa Rais ameenda mbali zaidi. Amewatengenezea wizara ya vijana ili kushughulika na mambo yenu vijana. Sasa mnataka nini? Mtakuwa na mwendo na muda kweli wa kwenda barabarani? Nendeni mkawe mabalozi wazuri. Chama cha Mapinduzi kiko kazini. Mheshimiwa Rais ametanua wigo. Tunataka vijana ili kesho yenu muione ya thamani. Na ndiyo maana mmepewa upendeleo kuliko kundi lolote lile. Mheshimiwa Rais anawapenda sana. Zaidi. Simaanishi kwamba wale wengine hatupendi. Wote anatupenda, lakini vijana anawapenda zaidi. Tunapopata mikopo hii, matarajio yetu mwende mfanye vikundi vyenu vikawaimarishe kiuchumi katika familia zenu na katika shughuli zenu ambazo mnazoenda kuzifanya ili tukuze uchumi wetu. Lakini mgeni rasmi, wapo maafisa maendeleo kwa kila kata, na waombeni maafisa, vikundi hivi vinachukua 10% chini yenu, ninyi ndio waangalizi na ninyi ndio mmepitia miongozo yote, na hatimaye tumeweza kupata vikundi 34 ambavyo vinaenda kupata milioni 300. Naombeni tukasimamie vizuri vikundi, tuendelee kupata taarifa nzuri na marejesho mazuri. Siku ya siku warejeshe vikundi na vikundi vingine viweze tena kuchukua mikopo. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi kazi yetu ni kukusanya mapato na kutengea fedha hizo. Ni kuhakikishie kwenye ukusanyaji wa mapato, mgeni rasmi, hatutakuangusha. Tutaendelea kukusanya mapato chini ya mkurugenzi, chini ya wataalamu wote, kwa kushirikiana kwa ngazi zote, ili kuhakikisha vikundi vinaendelea kupata fedha za mikopo kwa kila robo kama jinsi ambavyo utaratibu ulivyo. Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, nami niendelee kuhakikishia kwamba tutafanya kazi kama jinsi ilani inavyotuelekeza kuhakikisha makundi yote yanaendelea kupata mikopo na wanaenda kufanya shughuli zao za uzalishaji kama jinsi ambavyo ilivyotakiwa. Mgeni rasmi, hii ni shughuli ambayo ni rasmi, ambayo wana kikundi hawa wanasubiria tu, pengine mwenyekiti unatuchelewesha tupate fedha zetu tuweze kuendelea na majukumu mengine.